Habari zenu wa Tanzania. Karibuni katika kipindi cha Minibus. Kama kawaida tuna mada mbili. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema, je, wazazi au jamii wachukue uangalizi zaidi kwa watoto? Na mada ya pili, mada yetu ya pili inasema kwamba, je, mteja huwa akosei? Minibus, toa hoja. Hii ni Minibus, panda uchukue nafasi, kisha uongee nasi kuhusu mambo yanayokugasi. Toa hoja. Maza. Kuingia kwenye Minibus. Minibus, chukua nafasi, ongea nasi kuhusu mambo yanayokugasi. Toa dukuduku lako, leo ni siku yako. Wete na wenzako, gari lako lipo kwa ajili yako. Minibus. Habari zenu wa Tanzania. Tuna furaha kubwa sana ya kuwa nanyi siku kama ya leo, wakati kama huu. Na hii ni Minibus. Imekuwa hewani miaka mingapi Masai? 5. Miaka 5 na bado tunaenda kwa kasi. Yaani spidi ya 7 insi yavuke, akivuka tunamtwanga dafdao. Ni kweli kabisa. Mimi naitwa Tumaini Mesha, niko na mwenzangu. Naitwa Masai Nyota Mbovu, ama Masai ya kudownload, ukipenda unaweza kaniita Rasta Mlakongoro Ndrai. Ni kweli kabisa. Leo tuna mada mbili. Mada yetu ya kwanza itahusu watoto. Je, wazazi na walezi wachukue uangalizi zaidi kwa watoto wetu? Na mada ya pili, mada yetu ya pili itazungumzia kwamba, je, mteja akosei? Sasa Masai, tuanze kwa kusoma hoja za watu walizoziandika katika mitandao. Hebu tuambie mtu wa kwanza anasemaje kwenye ukurasa wetu wa Facebook katika hii mada ambayo tutazungumzia kuhusu uangalizi wazazi kwa watoto wao. Kuna mtu ambaye anaitwa Awami Hasani wa Kigoma, anasema hivi: binafsi, uboreshwaji wa taaluma za elimu, kipato, makazi na mitaala nadhani italeta tija katika sekta hii. Comment nzuri, hoja nzuri. Na mwingine anasemaje? Kuna mtu mwingine tutapata muda naye kuongea. Ndio, kuna huyu hapa katika hii mada ambayo ilikuwa inazungumzia kuhusu ukimkuta mtu amefamiwa utamsaidia au utampita? Anasemaje huyu hapa? Anaitwa Violet Benedicta, anasema hagumu hapo. Hagumu kwamba yani hawezi kumsaidia au nini? Hapo anikata tamaa kwamba hawezi, yeye anapita. Kwa hiyo ili na yeye akikutwa na janga hilo na yeye watu wampite. Ndio. Basi. Lakini kabla tujaanza na mada zetu mbili, tupate kidogo break. Tukirudi tutaanza rasmi. Tumerudi Masai. Mada yetu ya kwanza inasemaje kwa siku ya leo? Tunafungua dimba kwa mada ya kwanza inayosema hivi: je, jamii au wazazi wachukue ulinzi wa ziada kwa watoto? Wachukue ulinzi wa ziada kwa watoto. Mnamo mwezi wa 3 mwaka huu, vyombo vya habari vilitoa taarifa ya kuwa kwamba kulikuwa kuna watoto wenye umri mdogo sana huko Hai, Kilimanjaro, ambao walikuwa wamefungiwa katika nyumba. Na sababu ya kufungiwa hawa watoto katika hii nyumba, inasemekana kwamba yule mtuhumiwa alisema kwamba alipewa ruhusa na wazazi wa watoto kuwafundisha kwa lengo la kwa lengo la kuwafundisha dini. Sasa kutokana na ili kitu kilichotendeka hapa, nyinyi mnafikiria kwamba watoto katika jamii yetu, watoto wana haki? Na sisi je, kweli tunaamini kwamba watoto wana haki? Watoto wana haki. Kutokana kwamba watoto ndio kila kitu. Kwa sababu hata mimi hapa nisingefikia hapa bila kutoka watoto. Wewe unafikiria kwamba ulikuwa mtoto ulipata hiyo haki? Kwa mimi upande wangu sikupata hiyo haki. Kutokana kwamba babangu na mamangu walitengana kwa kipindi mimi niko mdogo sana. Kwa hiyo mimi niishi katika maisha yani huku nipo huku sipo. Yani kwa baba nipo, nikienda kwa baba na malezi ya mama. Sasa nikikuta kule kwamba uko tofauti, huwa nakimbia narudi kwa mama. Kwa mama nako tunajua kama kuna baba naye anaweza kaa anipendi kutokana kwamba mimi sio mtoto wake. Mfano mimi nikupe mfano mzuri. Mimi nimedelezana na mke mmoja, nikaoa mke mwingine. Baada ya kuoa mke mwingine, ikawa yule mama hawathamini wale watoto ambao wako pale. Hivi ninavyokuambia, kuna mwanangu mwingine kakimbia, hayupo nyumbani. Naona sasa sijui yuko wapi. Lakini yule mama anaona jambo la kawaida tu. Kwa hiyo mimi naona mateso aliyokuwa anapata pale ndio maana amesababisha akakimbia hapa nyumbani. Kawaida yetu sisi Minibus tunapenda kushirikiana na wataalamu na wadau tofauti katika Zama Ndani. Kwa hiyo sasa hivi tupate mwanga kidogo katika Zama Ndani. Ni kweli kuna watoto walikutwa wamefungiwa ndani kwenye eneo la Pasua, Moshi mjini, na
watoto hao ilishtua kidogo jamii ya Moshi, kwa sababu mji wetu ni mdogo na tulikuwa tutegemei kusikia kitu cha namna hiyo. Nyakati za usiku, jamii inayozunguka eneo hilo walikuwa wanasikia kama watoto wanapiga kelele, kama mtu anaumia hivi. Kwa hiyo wakataka kujua sasa kuna nini. Tukio hilo kwa kweli niseme bado linaendelea na uchunguzi, kwa maana ya kwamba taarifa kamili ya nini kilikuwa kinaendelea bado hakijaainishwa. Iliyoko tu ni hisia za hapa na pale, kwa maana ya kwamba imejulikana watoto wale hawatoki eneo la Kilimanjaro. Ni watoto wametoka mikoa nje ya Kilimanjaro. Haki za watoto zimeainishwa mpaka katika sheria ya mtoto, ambayo pia inafata mikondo ya Umoja wa Mataifa unatamka nini kuhusu mtoto. Mtoto tunayemzungumza ni yule ambaye yuko chini ya miaka 18. Watoto wanatakiwa wajengewe mazingira watajisikia huru. Asifanyishwe kazi ngumu ziliozidi umri wake, na hili ni jambo ambalo kidogo tunalizungumza, tunaona kama vile ni jambo halihusu mtoto wa Kiafrika, kwa sababu mtoto wa Kiafrika tangu mapema anaandaliwa kama ni wa kike anaandaliwa kuwa mama. Bado jamii haijakubali kwamba wajibu wa kumtunza mtoto ni wajibu wa baba wakisaidiana na mama. Ukiangalia sheria ya ndoa itakuambia mwenye wajibu huo ni baba. Mama anakuwa nao kama baba kwa sababu moja au nyingine ameshindwa, labda ugonjwa na amepata ajali au nini, hawezi kufanya kazi, basi mama anapewa wajibu huo wa kutunza familia pamoja na huyo baba. Natumaini kwamba amepata mwanga kidogo wa kutosha kutokana na Zamandani yetu ya leo. Kaka, pale ulivyokuwa unaangalia Zamandani, kitu gani ambacho kilikubadilisha mtazamo wako ambao ukuwepo nao ulivyoingia ndani ya minibus? Swala hili la kuwa watoto walikuwa kwa Moshi, walikuwa kwa mtu kama inavyosemekana kwa huyu aliyekuwa nao alipelekewa na wazazi wake. Huu ni upeo tu mdogo kumpeleka mtoto kwa mtu mwingine ambaye hajamlea, hajamzaa, ikafikia hatua yeye akawa na malezi yake tofauti na wewe uliyomzaa. Ile sio haki kweli ya mtoto. Na sasa hivi tushushe watu, tukirudi tutaendelea na mada. Tumeshusha watu na sasa hivi tunaendelea. Sheria inasema mtoto ni mtu mwenye miaka 18 kushuka chini, na ana haki Masai kama mtu mzima yoyote. Unaweza dada kuniambia haki za mtoto ni nini? Tukirudi katika nchi yetu, tuna sheria ambazo tumejiwekea kupitia bunge letu na nchi kwa ujumla. Tunaona kwamba mtoto ana haki. Tukirudi katika hii historia iliyokuwa imetokea, ni kitu ambacho kilikuwa kimetokea kule Moshi, au watoto walikuwa wamechukuliwa wakafungiwa. Tunaona kabisa kwamba wazazi hawana elimu ya kutosha kuhusiana na haki za watoto. Mimi mwenyewe nina mtoto pia, na maana kwamba sisi wazazi tunashindwa kujua kwamba mtoto ana haki gani kutokana na huo kukosa kwa elimu ambazo tunatakiwa tujue haki za watoto. Sasa unakuta kwamba pengine yule mtoto angeweza kujua haki yake, angekataa. Unajua zamani walikuwa wanasema hivi kwamba kila mtoto anakuja na bahati yake, kitu ambacho naweza nikapingana nacho kwa sababu ya sasa hivi tunavyoangalia. Huwezi tu kuwazaa watoto kila siku, leo umezaa kesho kutwa umezaa, alafu mwisho wa siku ukiamini kwamba Mwenyezi Mungu ndio atawatafutia riziki. Kwa hiyo wewe kama mzazi lazima uchukue jukumu la kuhakikisha kwamba mtoto anapata chakula, mtoto anapata malazi, mtoto anaenda shule. Hayo yote ni wewe unatakiwa kuyafanya na si vinginevyo. Unajua vijana wengi au watoto huenda wengine ni watoto ambao baba zao bado ni vijana kabisa na baba zao wengine ni wazee. Unaona?
Sasa kama bado vijana wanashindwa, usikute hapa kuna wamama ambao walitelekezwa na watoto, usikute hapa kuna wengine walitelekezwa wakiwa wajawazito. Kwa hiyo hana sehemu ya kuwapeleka watoto. Anapotokea mtu tunafanya kitu fulani kama hivyo, mtu akasema kuwa tunaenda kuwafundisha dini watoto, lakini sasa unawafundishaje dini watoto ambao hata bado umri wao haujafikia wa kuweza kushika kitu? Naweza kaja kaambia bwana, kuna kitu fulani ambacho nataka tuwasaidie. Amaki atakuja hawezi kuja kuchukua kundi, anakuja kwa kusengera anachukua watoto wawili. Wewe unajua kwamba anaenda kuwasaidia, kumbe mzako ana nia nyingine. Sasa ndio haki hiyo, ukishajua una elimu, akishakuwa na elimu hawezi kumtoa mtu. Sasa lazima utafikiria, utajiuliza, akili yako lazima itafanya kazi, na mtoa mtoto wangu kwa mtu ambaye simjui. Hiyo elimu dada, unataka iwe itolewe kama hujaondoka, unataka hiyo elimu itolewe kwa namna gani? Hata katika vyombo vya habari kama hivyo, kuna matamasha mbalimbali yanahusisha, jamani, tunatoa elimu hii kuhusiana na haki za watoto, wakina mama, wakina baba, tujue haki za watoto ni hizi na hizi na hizi, jamii kwa ujumla. Ikishakuwa hivyo, hakuna mtu yeyote atakayeweza kumtoa mtoto wake, kwa sababu anakuwa anajua ana ile haki, anajua ana elimu kuhusiana na malezi ya mtoto. Na hata pia itawasaidia hata kina baba ambao wanapenda kuzaazaa ovyo, wanazaa kila mahali, anazaa hapa, anazaa hapa, anazaa hapa, anakuja kushangaa mbaba mmoja ana watoto karibia kijiji kizima. Hiyo si ndio wenyewe anajua. Nasikia nyinyi tabia zenu. Baba wanatesa sana kina baba. Sio tabia za kina mama. Sio kina mama wanapenda sana. Wewe kweli? Sasa kuna kujaza na watoto wa mitaani wanaongezeka, wanakosa haki, ndio unakuta watoto wa mitaani wamejaa wengi. Ndio hao wanachukua mwisho wa siku wanakuwa kina Rashad Babu, sijui wakina nani akina Osama bin Laden. Watoto ndio hao. Kwa nini hamchukui majukumu yenu jamani? Kwa nini mnapata majukumu? Nani hapa amekimbia? Wakina mama waongo. Kwa nini wanaume hawasimami wakawa wanaume kweli kama wanavyojiita wenyewe wanaume? Tatizo ni uchumi wakati mwingine, kwa sababu unapoonekana umeamka asubuhi wewe huna pesa, kama mwanamume unaondoka kwenda kufanya kazi na nyumbani umemwacha mke. Sasa kutokana na hali hiyo, mama naye kwa wakati ule na yeye, kwa sababu umeondoka nyumbani hauna chochote ulichokiacha, na yeye anaishi katika hali ambayo ya mkanganyo. Kwa hiyo anashindwa kusimamia watoto na mwisho wa siku inaleta tatizo. Kwa hiyo unamwachia mzigo mama au bebe peke yake, wakati wewe unayejiita mwanamume ambaye ndio kichwa wa familia umekimbia. Sio kweli, sijakimbia. Ninakuwa nimekwenda kutafuta. Upo karibu tu. Nipo jirani, nimeenda kufanya kazi ili kusudi niweze kukava hapo baadaye. Nirudi nije nikave mambo mengine yanayoendelea pale. Eti mama, kweli ndio inavyokuaga? Hapana. Tukana kina baba huwa anaweza kazaa na mimi. Akishazaa na mimi huwa anatamani mwingine, kwa sababu mimi sinishazaa. Kama mimi nimezaa natamani mwingine. Hapa kwa mkazaa tu wawili, na kuna atakapoenda atamtia mtu mimba, pia atakuwa na mimba, atakuwa uwezo tena huku kaacha watoto wawili, majukumu atakuwa na mkaba. Kila mtoto anakuja na riziki yake kama hapana riziki, kama watoto wawili wana riziki tu, lakini huwezi kuongoza mtoto mwingine wakati wale wawili unashindwa kuwasaidia. Na sasa hivi tushushe watu, tukirudi tutaendelea na mada. Tumeshusha watu na sasa hivi mada inaendelea. Ibara ya 13 ya haki za watoto inasema kwamba watoto wana haki ya kupata ulinzi na usalama. Sasa nyinyi mnaona huo ulinzi na usalama katika haya watoto hawa wamepata? Hawakupata hiyo tatizo kutokana na wazazi wamemzaa mtoto bila malengo, na ndio maana wamemtoa mtoto kuwapeleka kwa watu wengine. Lakini kama mtoto umeshampangia malengo, na maana nimeamua kuzaa mwanangu, huwezi kumtoa mtoto. Na kitu kikubwa kinachochangia nahisi ni umaskini na elimu. Kama ilivyosema dadangu pale aliyeshuka, hali ya kifedha na kipato na elimu pia. Kwa mfano sasa nikipata elimu nzuri na kuwa na kipato kizuri, sidhani kama angeweza kumtoa mtoto wake kiholela bila kuwa na mkataba maalum. Kwa sababu hivi vitu sio kuwa labda wale ambao waliwachukua watoto ndio wenye makosa. Wenye makosa ni wazazi wenyewe. Unaona? Sasa basi hapa kitu cha kufanya sisi wenyewe wazazi lazima tuwe madhubuti kwa ajili ya watoto wetu. Mimi nafikiri pia serikali nao wanahusika kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kama imefika mahala pesa zinafanyiwa ufisadi, ukifikia ngazi hiyo, maana yake ni kwamba mzunguko wa haki za binadamu hazipatikani. Serikali haiwezi kulaumiwa kwa sababu serikali haikumshinikiza mtu yule kumpeleka mtoto katika kituo cha kulelea watoto, isipokuwa ni wajibu wa jamii husika kama mimi
na wewe kuhakikisha kwamba mtoto tunapomleta duniani ni jukumu letu kuhakikisha kwamba mtoto huyu tunamtengenezea maisha ili hatimaye aweze kujitegemea yeye. Lakini tutakapozembea na kuona kwamba majukumu labda ni ya watu au ni ya serikali, hakika tutakuwa tunakimbia wajibu wetu, kwa sababu yule kiumbe tumemleta hapa duniani kati ya mimi labda na mke, na wote tunatakiwa kusimamia majukumu yetu ili kuhakikisha kwamba kiumbe huyu tunamfikisha kwenye umri ambao ataweza kujitegemea yeye. Mmewasikia wajumbe wetu wameongea mambo mazito sana. Wameongelea hizi ngazi tatu, haya makundi matatu. Wameongelea upande wa wazazi, wameongelea upande wa jamii na wameongelea upande wa serikali. Wamesema wote hawa wangekaa kwenye nafasi zao na wakawajibika, mambo yote haya ambayo tunayaona yasingeweza kujitokeza. Lakini inaelekea kwamba wote hawa hawakukaa katika nafasi zao. Kuna mheshimiwa anasema pale kwamba kuna watu wanasema kila mtoto anakuja na riziki yake. Sasa mimi nikasema kama ni hivyo, ukiwa na watoto 30 wewe si tajiri. Umeona? Ndio. Riziki ni Masai, najua kuna watu wanasema sisi hajatoa hoja, watufuatilie wapi? Yaani sisi tunatapakaa kila pahala. Kama unashindwa kutoa hoja hapa leo kwenye basi yetu, tembelea ukurasa wetu wa Facebook uweze kutoa hoja yako na utasikilizwa na watu pale mtachangia top. Na kuna wale ambao wanataka kuingia kwenye basi nao kuwa wajumbe kwa siku hiyo, wafanye nini? Kutazama ramani yetu pia unaingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale utaona kwamba safari yetu asubuhi tunaanzia wapi kwenda wapi. Umeona? Hauna kisingizio. Na sasa hivi tupate breaki. Tukirudi tutaanza na mada yetu ya pili kwa siku ya leo. Msicheze remote, tulisana hapo tunakuja.